Simama tu. Unapokea mtumishi wa Mungu. Chirango imirira nchwaniriza muhereza wa Mukama. Reverend Dr. Cheda Mkoro. Reverend Dr. Chapa Mkoro kwa kutukia Bwana. Tunaungana kwa utukufu wa Mukama. Bwana Yesu asifiwe. Kama tukisimama tunasoma Ezekiel. Katika kitabu ya Ezekiel sura yake 14. Ezekiel 14. Tunaanza kwa mistari yake ya 15 hadi 20. Kile 15 mpaka kwa 2. Anayekuwa na kitabu ya Kiswahili atatusomea. Aina hiyo Kiswahili atusomee. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Ezekiel sura yake 14, 15 hadi 14 unaanza kwa 15 unafikisha hadi 22. Andika hivi. Au kama nikipeleka mnyama pori katika nchi hiyo yote na kuifanya isiwe na watoto, nayo itakuwa ukiwa kwamba hakuna mtu apitaye katika nchi hiyo kwa sababu ya mnyama pori. Hakika kama niishivyo, asema Bwana Mwenyezi, hata kama watu hawa watatu wangekuwa humo ndani yake, wasingeweza kuokoka wana hao wala binti wao peke yao wangeokolewa katika nchi ingekuwa ukiwa. Au kama nikileta upanga zidi ya nchi hiyo na kusema upanga upite katika nchi yote, nami nikiua watu wake na wanyama wao, hakika kama aishivyo Bwana anasema, hata kama watu hao watakuwa watatu wangekuwa humo ndani yake, wasingeweza kuokoka wana na binti zao, au wenyewe tu wangekuwa wameokolewa. 19. Au kama nikipeleka tauni katika nchi hiyo na kumwaga ghadhabu yangu juu yake kwa nchi ya kumwaga damu, kuua watu na wanyama wao, hakika kama aishivyo asema Bwana Mwenyezi, hata kama na Noa, Daniel na Ayubu wangekuwa humo ndani yake, wasingeweza kuokoka mwana wala binti wao, wasingeweza kujitokeza wenyewe tu kwa uadilifu wao. Amen. Amen. Haleluya. Acha tupate nafasi. Kuna kifo utume. Dimanche passé tulikuwa hapa Sunday ya itatwali wano na tulifundishiwa na ndugu kutoka Tanzania. Tusomesebwa Uganda kuva Tanzania. Na ilikuwa neno nzuri sana. Kigambo chali kisufu nyo. Alitufundisha juu ya mtu. Yatusomesa ku muntu. Alionyesha kitu tatu ndani ya mtu. Na tulaga vitu bisatu mu muntu. Mwili, mubiri, roho, moyo na nafsi. Nememe. Na alituonesha na tulaga ati namna gani tunaweza kufurahisha tusobola kukusanyusa roho moyo kwa njia mbili. Ya kwanza kwa njia ya kusikia neno la Mungu, na ya pili kwa njia ya kuacha Mungu atawale maisha yetu. Nafikiri wenyewe walikuwa hapa walibarikiwa. Lakini mchana ya leo ninahitaji tuweze na kuongea juu ya ushuhuda.
Unajua ushuhuda ni kitu ya lazima. Yaani témoignage juu ya mtu. Unajua mbele mtu aende kuoa, wanaulizaka ushuhuda juu ya mtu. Ikuwe mume ama mwanamke, lazima waulize ushuhuda juu ya. Na ushuhuda yako inaweza kutia unaendelea ama unafaulu katika maproje zako, ama ushuhuda yako inaweza tia unaishuwewe. Na leo tunataka tuongee juu ya ushuhuda. Unajua watu wanaweza kukuona ama watu wanaweza kukushuhudia kwa njia moja ama mbili ama tatu. Namuna wanakujua na namuna wanakuonaka. Kumbe mwenye anajua ushuhuda wa mtu mzuri ni Mungu pekee yake. Kuliko mtu anishuhudie, afadhali Mungu anishuhudie. Haleluya. Haleluya. Tuko naona hapa ushuhuda wa watu watatu. Mungu anaendelea na kuwashuhudia. Na tutaona kwa nini Mungu anaendelea na kuwashuhudia. Haleluya. Haleluya. Nikipenda nishuhudiwe na representative, inaomba nifanye kitu kizuri kumbe Mungu naye anaona ndani sana. Anaona kuliko ile macho ya watu wanaona. Anachunguza ndani ya mtu. Tunaweza kuona mwili ya mtu ama kufanyikana kwake, lakini kuna mambo mengine sisi hatuwezi kuona kwa Mungu. Tuko na watu watatu hapa walioshuhudiwa na Mungu. Wa kwanza ni Noa, ya pili ni Yobu, na watatu ni Danieli. Haleluya. Haleluya. Tunaona ushuhuda yao. Mungu yeye pekee anawashuhudia. Mungu anasema ikiwa ningetuma tauni, anaonesha kitu karibu ine angeweza kutuma juu ya nchi. Anasema ningetuma hata tauni, ama ningetuma mpanga, ama ningetuma njaa, ama ningetuma vitu vingine kwa ajili ya kuharibu nchi, ama dunia zote ziharibike. Lakini hao watu watatu kwa ajili ya ushuhuda zao wangeleweza kuokoa nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninaweza kuwa hivi. Ikiwa Mungu angeweza kunishuhudia vile, ni vizuri zaidi. Ese ndani ya watu hawa Mungu anaweza shuhudia mimi. Ndio niko mhubiri, ndio niko na batitre, ndio ninasoma, ndio nimekuwa hivi, lakini Mungu ananijua jinsi nilivyo. Sasa tunapika kufanya korbea bure. Amina. Haleluya. Kutoka hapa mwingine ataenda sharakika. Kutoka hapa mwingine ataenda iba. Kutoka hapa mwingine anaenda loga. Kutoka hapa mwingine anaenda kuteta kwa jirani yake. Na ulikuwa kanisani. Kuna mama moja alishuhudiwa vizuri sana. Kwa mama mwenye anasaidia watumishi. Ni mama mwenye anabeba kazi ya Mungu. Ni mama mwenye anafanya kazi ya Mungu. Anajitoa kabisa. Na leo anaanguka prison. Ama ni tasio, ama ni Mungu ndio alimfungua, hatujui. Ikanifaa watu waingie kuchumba yake. Ona kitu ndio wanaenda kuta kule. Kaa baadhi ya nyoka. Siku ya mwisho watakushuhudia namna gani? Wainjilisti mmoja wanaenda kuhubiri. Wanakwenda mji kwa mji wako na ubiri. Wanatoa injili. Na kwa injilisti anahubiri nguvu. Tena hiyo injilisti tu yeye ni vile mchungaji.
Diakoni anapeleka maji kudushi. Pastor anaenda koka. Kutoka kule pastor anasahau kitu yake moja. Wakati diakoni anaenda tosha tena na vitu ya kukoka walete tena watu wengine. Anakutana na vitu haikuwa hapa. Hakika hii ni ya pastor inabakia hapa. Kwenda na mameno ama ya nini tena hakufikisha yao kwa uficho, anafika naye katikati ya watu. Asa mchungaji kwa sababu ulisahau vitu hapo hii. Asema hapana, mbele yako na nyuma hapa kuna mtu kimeshaingia huko. Ni wewe peke yako. Kwa kafuruma chinabiro. Haleluya. Haleluya. Watu wanatushuhudia vizuri. Lakini Mungu ananishuhudia. Mungu anakushuhudia namna gani? Mimi ni mwimbaji maalum. Mimi ni mwinjilisti maalum. Mimi ni mwombezi maalum. Nimejazwa vile vile. Lakini Mungu anaweza kunishuhudia namna gani? Nishakuwa na mwombezi moja. Bwana yake anapata ile yeye mwombezi alipata kitu sawa or. Haikuwa orme ni pangara. Ile ngara. Sasa huku anapeleka kwa bwana yake. Bwana wakati anaona hivi anaenda naye kwa wenyewe wanauza. Kule wanaenda kuta yuko pangara. Bwana anaacha pangara ile kule. Sasa anarudia kunyumba. Mama mwombezi mpaka lugha kukiwa ile lugha ya hapa. Lepika kunyumba Bwana akurudia na brand. Mama anajazwa na box pia Bwana. Raba shikara watataisha. Rime sikere hapa. Kwa Bwana yake na ndani ya lugha. Kuna vitu mingi tunafanya chini chini. Yenye haiwezi Mungu hata kushuhudia jinsi tulivyo. Wakikutana naye kukartie ingine anakuwa na sura ingine. Wakikutana naye kukartie ingine uko na sura ingine. Kanisa unakuwa na sura ingine. Lakini watatu hawa Mungu anawashuhudia. Mungu anawashuhudia. Anasema hata ningetuma tauni, ningetuma magonjwa, ningetuma hata njaa kuua, hata upanga kukata, ni watu tatu hawa wakeliokoa maisha zao. Nani? Noa, Yobu, Nada. Tuone juu ya Noa. Kwa nini Mungu anashuhudia Noa? Unajua kitabu ya Noa ina verse yake clear. Iko ndani ya Genèse 6 verset 21. Utaona ile verse clear ya Noa. Ya kitabu ya Genèse 6 ile sehemu ya ile chapitre kutoka 6 mpaka chapitre 11. Mpaka chapitre 11, 6 à 11. Chapter mukanga mpaka 11 awajakula. Sasa inazungumza juu ya Noa, Garika na watoto ya Noa inaenda malizika kwenye wanajenga mnara. Unakuta ndani ya ile chapitre wao mkusoma kinyako 13 kutoka chapitre 6 verset 21. Sura hiyo mukanga Noa Mungu anampatia kazi. Noa mkama anamkwasa mlimo. Mungu anasema jenga safina. Ogenda kuzimba lyato. A 3 étages. Ogenda kulizimba kalina myalile 3. Urefu yake ni urefu yake ko à peu près 15, urefu yake obwangu iko 55,5 metres. Jakuba mita 15 hivi urefu. Au obwangu upana yake ni 25,9 metres. Mobuchika sijakuba mita 20 hauteur yake iko 15, acha mkwambuka 10,15 metres. 15,2 metres. Mita 15 utundu ubiri. Hivi sasa 55,5. Mubuwangu chikumi. Hivi 25,9. Hivi 15,2. Mubuchika. Jenga safina.
na miti ya Mungu pekee anaonesha, na kila nafasi kule yote utaweka iko Mungu ndio anaonesha. Nikwambie kitu moja, wakati ya Noa hakuna tresonneuse, hakuna si, hakuna marto, hakuna mesumari, mais ujenge mission difficile. Haleluya. Noa anafanya kazi pole pole miaka 112. Na niko na miaka 100 hapo. Aweza miaka 10 wano. Ulizaliwaka na Noa yuko anatumika. Noa azimba. Unazeeka na Noa anatumika. Noa asale mbao. Na utakufa na Noa anatumika. Noa achakata kata. Hapa tuko naita mwingine chacha. Kama unasema miaka yake iko kidogo sana. Ile mamchukua ya Noa mara 4. Akato ya mzukuru wa Noa miruni kakaga. Chacha iko kusema tate. Jaja kitekeza. Haleluya. Haleluya. Mungu alita tate kumbe kumchukua ya Noa mara. Jaja na yeye mzukuru wa Noa miruni kufunga. Nani anaweza kuwa na amirasi ya Asawala okuangala Noa. Wanakupatia kazi yako difficile. Kazi yako impossible kwa mtu. Mais tu as accepté, unatika kuifanya. Na verset au chapitre 6 kwenye ninakwambia anasema Noe anafanya kila kitu. Hamuna Mungu alisema kama weyamula kido chiko. Unajua kwa nini Mungu hawezi kutushuhudia? Kwa sababu leo Mungu anatupatia mission. Kuna wakati mmoja hivi tunadelia mission yao. Mungu anisaidie. Tusidelie mission yao. Haleluya. Haleluya. Ataita kamata muda. Ataita kamata siku. Ataendelea miaka. Restez dans la vision de Dieu. Mtu ya pili mwenye Mungu anamshuhudia ni Yobu. Tunasoma juu yake ndani ya kitabu cha Yobu. Le verset clé ya Yobu ni 1 verset 20. Mungu anambariki Yobu na baraka zote. Kama unaona baraka Mungu anabariki na Yobu. Wanasema alikuwa na kondoo 1000. Alikuwa na shamo 3000. Alikuwa na ng'ombe dume ya kabambi 500. Haleluya. Haleluya. Alikuwa na punda 500. Unajua bei ya punda wewe? Bei ya punda kwa Valeria Stout moja. Valeria Stout ile mtugari. Bei ya pika. Sasa yuko na sensa. Kakazi yao ina 5. Valeria Stout moja zamani. Kati pika kwa moja waita star. Kama ilikuwa kidogo. Bobanga bei yao. Wazee kwa watajishuhudia. Abakatijebaliwa. Ilikuwa mwezi 18000 à 20000 dollars. Yalikugumu kanana wabami $200. Dola. Ama uko na $20000 sensa. Mitwalo $1 mirundi 15,000. Uko na shamo tena sensa. Kati oina embarasi ejiyao 15,000. Uko na kondoo 7000. Oineniga zili mukasamvu. Mtajiri wa kuenea. Ani amusingo buganga. Haleluya. Mshetani alipushe no Yobu. Yobu shetani ya munye. Chikatewera. Shetani anapushe Yobu. Yobu nanye. Yobu alikala kimya. Anatoa na sadaka kwa ajili ya watoto wake. Anaomba. Yeye haiko kwa ajili ya kuomba ndio hautakufa. Haiko kwa sababu una mtakatifu sana ndio hata magonjwa haitakupata. Haiko kwa sababu unajichunga sana ndio nini haitafika. Kuna wakati mwingine Mungu anataka
aoneshe na dunia yake kupitia wewe anaweza kujitukuza. Kupitia hali yenyewe unapitia, jina yake inaweza kupata utukufu. Haleluya. Haleluya. Lakini sisi wakati tunaingia ndani ya shida, unaona mioyo yetu inavunjika, tunaanza kukondane Mungu. Mungu unaona, mimi naombaka vile. Mungu unaona, mimi nafanyaka vile hivi. Niko vile hivi. Mimi naacha vile. Unaacha, baadaye umeshakaacha. Haleluya. Kwa mwisho wakati shetani anaguza ile vitu vyote na watoto 10 ya Yobu. Na wana 10 na wasanya. Yobu nasema Bwana ametoa. Asema kwanza uchi nilitoka kutumbo ya mama. Uchi nitarudi. Bwana ametoa. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina lake lipewe sifa. Nani anaweza kushukuru Mungu katika shida na magumu na taabu? Hivi Mungu akushuhudie kupitia magumu yenyewe kuna traverse. Situation difficile kuna vita ndani. Est-ce uko tayari kusema na Mungu, oh jina lako lipewe sifa? Ubioko tunalaumu tu. Tunalaumu tu. Mtu mwingine tulikuwa naye analetea jina mtoto yake Asante. Yatuma mwana wenzi wewe. Sasa Asante anagonjwa. Sasa Mungu vrema ile kwa mtoto mmoja atatie. Asante nakufa. Wakati Asante nakufa, anaanza tena kule. Mungu kuliko vile tu. Kumbe nilileta Asante na yumbwa. Kwa hiyo Mungu wako mzuri kuliko nani? Wakati ya shida ndio tunafikaka hapa. Kama mtu nakufa kwako miko dudu akusikia uko nalia nini? Mtu wafe uo. Unafikiri watu wanataka kusikia uje kuhurumia wewe. Leo atafanya nini? Wewe mtu Mkristo mzima mwenye ana akili iko nalia kuliko nipatie Mungu Asante. Ningeleta Asante ndio na humbwa. Mtu ya tatu yenye Mungu anamshuhudia iko Daniel. Na Daniel unajua ile kitabu ya Daniel mimi nipenda sana. Nishazuia na representante nipatie wakati niwafundishe kitabu ya Daniel na niwafundishe kitabu ya Ufunuo. Analikatalia baya haiko. Lakini napenda kitabu ya Daniel sana. Daniel iko na division mbili tu. Iko parti historique na parti prophétique. Naona Daniel haiko prophète. Daniel iko homme d'état. Ni mtu ya leta. Lakini anapata anaheshimu Mungu katika kazi. Daniel walikuwa na opportunity yote. Heshima walipewa. Akili walipewa. Maana Daniel Belteshazzar yani ni nini? Ni nani kama Mungu? Walimpatia walimuona Daniel kama Mungu. Yani Daniel hali ya Daniel na kazi yenye Daniel kafanya ilionyesha umungu. Na ile litia mfalme anasema muwapatie kila kitu yenye si tuna yenye minjo nitakula. Yenye minjo nitakunya. Kila kitu ni yangu ndio kuwapatia. Mmekuona ndani ya kitabu ya Daniel. Daniel verse 8. Utakuta ya kwamba Daniel alikusudia kutokujichafua. Daniel yalitayagala kuchafuaza. Yale kwa occasion inajileta na sisi. Ya kufanya dhambi. Okoleji. Haleluya. Amen. Occasion ya dhambi ndio hii. Opportunity wali yokoleji. Sasa katana ndio. Na yegana. Hivi Mungu akushuhudie. Ukama akujulie. Hivi Mungu akushuhudie. Ukama azolo kujulira.
Tuko tunatafuta ushuhuda, lakini examen inatushinda. Tunatafuta Mungu atushuhudie mzuri, examen inatushinda. Haleluya. Haleluya. Examen ya antirasi kama Noa inatushinda. Examen ya kushuhudia Mungu ndani ya shida inatushinda. Examen ya kukataa opportunity nyingine ya mzuri kwa dhambi inatushinda. Tunajikuta tulishaingia kuzama. Kwa hivyo ndio ushuhuda yetu. Hata watu wanaweza kuitengeneza, lakini Mungu anatuona mchafu. Mungu angeweza kunisaidia nikuwe parmi troisième personne Mungu anashuhudia wao. Mungu abariki neno.